Amerika ipo kwenye taharuki kubwa. Kwa kuwa ile heshima yake taratibu imekuwa ikianguka kila uchao. Vita na Irani vimekwenda kinyume na mategemeo yake. Waamerika walidhania kuwa itakuwa, wenyewe wanasema business as usual, kuwa wanaingia wanapiga nchi za watu wanatoka na hakuna athari yote kwa wao. Lakini safari hii hivi vita vya Irani vimeweka Amerika katika hali ambayo wamefedheka, na kila kunapokucha ile fedheha inazidi kuongezeka. Wamarekani wanasema wameshinda vita, lakini wanapeleka maombi kila siku Congress kutaka fedha ili vita wapate ushindi. Sasa hapa ndo mtu unashangaa, wewe ushashinda vita, sasa haya mengine tena ya nini? Hii hali imekuwa ngumu kwa wao, ngumu kupita kiasi. Wakati mwingine binadamu hujiangamiza yeye mwenyewe pale kiburi kinapokithiri, na mifano katika historia ipo mingi. Napoleon yeye alijiona anaweza kuteka nchi yote ya duniani anayoitaka, lakini General Winter, ile neno nishalitumia mara nyingi, alimshinda 1812. Hakuweza kuingia Moscow, hakuweza kuteka Urusi. Hali kadhalika Hitler, vita vya pili vya dunia 1941, hawakuweza kuingia na kuteka Moscow, na ndo ikawa sababu ya wao sasa kushindwa. Na jeshi la Urusi, Red Army, ikapata nguvu sasa, ikawa sasa wanawaandama Wajerumani, wanarudi nyuma na wao wanawaandama sasa mpaka Berlin, na huo ndo ukawa mwisho wa Hitler, mwisho wa Jerumani. Na kwa hakika ukitizama Berlin mwisho wa vita jinsi ilivyochakazwa, na unashukuru Mungu nimefika Berlin, na naijua ile Berlin kwa kutizama kwenye picha ya vita vya pili, na nimefika Berlin hii ya sasa, unaweza kusema kuwa siyo ile. Binadamu ana uwezo mkubwa sana. Berlin imejengwa yale magofu sasa hivi ni historia tu, ukitaka kuyaona utayaona katika makumbusho. Sasa hivi vita vimefika mahali ambapo Marekani yupo katika taharuki kuu. Wazungu wasema desperation. Hajui afanye nini ili atoke kwenye vita. Trump ili abakie madarakani ni lazima awe katika vita. Netanyahu ili abakie madarakani lazima vita viendelee. Lakini ukitazama Israeli sasa hivi kwenye vita hivi hawapo kabisa, wala wasikii popote. Mzigo wote umemwelemea Marekani. Na narudia kusema kuwa wakati mwingine binadamu hujiangamiza mwenyewe. Wanasema Waswahili, lisemwalo lipo kama halipo laja. Wamarekani wana fikra ya kutumia nuclear. Hili jambo nishalisema kwa nyuma, na silisemi mimi, ni vyanzo vyenyewe vya Marekani. Wachambuzi, watu wa habari wanapata taarifa hizi kuwa inazungumzwa kuwa Marekani itumie nuclear dhidi ya Irani. Sasa hapa nakuja kwenye kitu kimoja, ndio nikasema wakati mwingine binadamu hujiangamiza kwa mikono yake mwenyewe, kuwa binadamu hana akili hiyo ya kuweza kujua kesho yake itakuwa nini.
Wajerumani walipoanza vita vya pili vya dunia, kuishambulia Poland, kuchukua nchi baada ya nchi, hawakujua mwisho wake utakuwa nini. Walijua wao watashinda tu, na laiti kama wangelitambua kwa mwisho wao utakuwa ndio huu ambao tunaujua leo, Wajerumani wasingeingia kwenye vita, kama wasingeingia kwenye vita. Na hili nalisema kwa Israel na Marekani. Marekani ingalijua kama hili ndilo litakalowakuta, wasingeingia kwenye vita, kwa sababu Wamarekani wana ugomvi gani na Irani? Irani imewafanya nini Marekani? Hivi mtu kujikalia kwako ukaendesha mambo yako nayo imekuwa kosa? Lakini leo wanasema watu dhahiri wa Marekani imeacha kujiendesha. Marekani sasa hivi inaendeshwa na Israel, na Marekani imeingia kuipiga Irani, vita na Irani. Inapigana si vita vyake, inapigana vita vya Irani na wananchi wa Marekani. Hili ndo sasa wanalisema, na wengi hawataki vita, wanataka vita vishe, kwa sababu athari yake imekuwa kubwa. Sasa basi, walipoingia pale vita mwanzo na kujisifu, tumemaliza viongozi, tumefanya kadha wa kadha, Msenya wanasema sasa Irani tumefungulieni nchi yenu, ingieni mitaani, mwangushe serikali hii, mlete serikali mpya. Hili halikutokea. Isizidi wa Irani umekuwa moja, wa Irani wamepata nguvu zaidi, wamekuwa na nguvu zaidi kuliko hapo mwanzo kabla ya vita. Wa Marekani ajabu, wallahi hili ndo la ajabu. Unasema Mwenyezi Mungu ana njia zake za ajabu. Hawakujua kwa vita hivi vitasababisha vituo vyao vyote vya kijeshi Gulf, katika nchi Qatar, Jordan, Bahrain, Kuwait, hivi vipigwe na vyote vimalizwe, ibakie mchanga mtupu. Hawakutegemea hili hata kidogo, halikuingia katika fikra yao. Ndio pale unaposema wakati mwingine Allah huchukua akili ya mtu, yule mtu akafanya jambo ambalo laiti akili zake zilikuwa zimetulia singelifanya. Ndio hii hali ambayo sasa hivi wanayo Wamarekani. Kwa Wamarekani wameingia kwenye vita, havina maslahi na wao hata kidogo. Swahili wanasema haviwahusu ndewe wala sikio. Sasa basi turudi katika swala la nyuklia. Na hapa ndo mimi nimekaa na waza, na hii fikra inanijia mara kwa mara. Ikiwa kujihami na kujiletea ushindi mkubwa wa Irani umepiga vituo vyote vile vya kijeshi vya Marekani, kiasi naweza kusema Marekani leo pale kaachwa mtupu, hana nguo pale, yuko uchi, na haielekei kama hata vita vikiisha, kama kuna uwezekano hizi nchi za Kiarabu zitaruhusu wa Marekani waweke tena base katika nchi, kwa sababu imekuwa ni mzigo kwao. Wala hawahitaji wao kulindwa na Marekani, kwa sababu wameona wakati Iran wanayoshambulia Marekani hakufanya chochote, na misali zimepigwa nyingi pale Israeli ilipokuwa inashambuliwa na Irani. Kwa hiyo wanasema mtu upotea njia mara ya kwanza, apotee mara ya pili, anakwenda njia kishaijua. Hizi nchi za Kiarabu washamtambua Marekani, wanamjua vilivyo kabisa. Sasa nitakuleta hili, tujalie Pakistani waseme, ikiwa Marekani mtapiga nyuklia Irani, ni kuwa mnawaonea, hawana ugomvi na nyinyi wa kupigwa nyuklia. Kwa lipi? Basi sisi tutapiga nyuklia Israeli. Narudia tena, ni jambo zito, ninaliona zito. Ikiwa Pakistani watasema, na wao wataweka kile wanaita ultimatum, neno la mwisho, kwa Marekani unajivuna kwa sababu una nyuklia na unataka kuonea uangamize
uiangamize Irani kwa nyuklia, basi kaa ukijua kuwa ikiwa wewe utapiga nyuklia Irani, sisi tutapiga nyuklia Israel. Sasa hebu kaa ufikiri, Israel inapigwa bomu la nyuklia. Israel inapigwa bomu la nyuklia. Nini itakuwa matokeo yake? Ni wazi kuwa Israel haitokaa kimya, itarejesha. Sasa hapo ndo napokutaka ufikiri nini itakuwa matokeo yake. Dunia ile Mashariki ya Kati na pembezoni yake, dunia itakuwa katika hali gani? Katika miaka ya 80 Marekani walitengeneza filamu inaitwa The Day After, yani siku ya pili, kuonyesha madhara na athari ya bomu la nyuklia. Kwa limepigwa leo ni Jumamosi, na saa hizi ni saa 8 kasoro dakika 2. Siku ya pili kama hii leo, dunia itakuwaje? Kwa mahali popigwa nyuklia, siku ya pili yake pana kuwaje? Hili ndo jambo la kuangalia, na kwa hakika wala haitaki akili kubwa sana. Marekani wamehemewa, hawajui katika vita hivi watatoka vipi, na wanasema ndo hii. Na wakati mwingine ni kwa kichekesho. Marekani ile kwa kichekesho, Marekani hawawezi kustahamili na haitakiwi wawe kichekesho cha dunia. Leo wameondoa ile meli yao kubwa ya kubeba madege na kila kitu, Lincoln. Hapo wanaposema wao wamezingira blockade Hormuz, wala Marekani wapo wao kwenye bahari ya Arabia mbali kabisa, na Iran wako wanawatizama wao. Hawana tatizo. Na kuna baadhi ya watu wanataka kumalizia usema, kwa nini Irani haipigi Israeli sasa hivi? Kuna msemo wa Kiswahili wanasema, anajiua kwa tamu, ya nini kumpa sumu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.